Nimerudi tena kwa mara nyingine na somo linasema chakula cha kichawi, lakini ni dalili, tuongelea dalili za kwamba umekula chakula cha kichawi. Sasa dalili ya 18 ni ugomvi wa familia usioisha na usiojulikana chanzo chake. Nyinyi ni watu wa familia moja, pengine inaweza kuwa katika level ya ndoa au katika level ya familia kabisa. Ndugu kwa ndugu hampendani, hamuelewani, mnagombana bila sababu ya msingi. Yaani kitu kidogo tu, wengine mpaka wamsalimiani na ni watu wa familia moja. Hii inaonyesha kwamba kuna vyakula vya kichawi mmelishwa kama familia. Ndio maana hamwezi kujenga. Na Biblia inasema ndugu akae pamoja kwa umoja, ni kama mafuta mazuri yanayotoka kwenye kichwa cha Haruni yanakwenda paka kwenye kidevu, paka kwenye mavazi, paka kwenye upindo wa vazi. Anasema naam, huko ndiko Mungu alikoamuru baraka. Unajua shetani anafahamu kabisa kwamba familia yoyote ambayo haina umoja hakuwezi kuwa na baraka kwenye familia. Angalia familia zote zilizofanikiwa ni zile zenye umoja, zinazosaidiana. Mdogo mtu anamsaidia kaka mtu anamsaidia mdogo mtu, mjomba. Hivyo mnaposaidiana kwenye familia ndio mnakwamuana. Sio kwamba eti mmoja tu abaki kuwa juu ili wengine wamwabudu yeye. Hapana. Kwa nini? Nyinyi ni ndugu. Mungu alijua nyinyi ni ndugu. Saidianeni. Lakini nyinyi sasa kwenye familia yenu unashangaa hamsaidiani. Matokeo yake mnachekana, mnasemana, mnasengenyana. Tatizo ni chakula cha kichawi. Mmelishwa vyakula vya kichawi, vinaleta ugomvi kwenye familia. Na 19, kupoteza kibali na mvuto machoni pa watu. Moja ya kitu ambacho vyakula vya kichawi vinafanya unapolishwa kwenye ndoto ama kwa uhalisia physically. Kumbuka ni njia mbili. Ama physically mtu anakuletea chakula unakula, ama kwenye ndoto. Moja ya kazi ya hivi vyakula vya kichawi ni kupoteza kibali na mvuto kwa watu. Unashangaa watu hawakupendi, mtu anakuahidi kazi, hakupi kazi tena, unafanya application unapeleka, unakwenda kwenye interview, mtu akikosa huyu amekaa kama kahaba, huyu amekaa kama tapeli, huyu amekaa kama jambazi. Yaani wale ma interviewers kwenye panel wanaanza kudiscuss ambavyo hata wewe mwenyewe hauko. Kumbe kwa sababu tu ulilishwa vyakula vya kichawi. Hata unaweza kuwa unaahidiwa kuolewa. Wanaolewa watu wabaya kuliko wewe, wasiokuwa hata na elimu, wenye tabia mbovu, yani ni viruka njia, lakini wanafunga ndoa wanaolewa, lakini wewe haupati. Kwa sababu gani? Umepoteza kibali kwa kulishwa vyakula vya kichawi. Lakini dalili nyingine ni kwamba pesa zinaisha bila kujua. Yaani tatizo kwako inakuwa sio kupata pesa. Unaipata pesa lakini pesa haikai, inaisha bila kujua, na unaitapanya tu pombe, vyakula, nini. Kwa sababu gani? Kumbe ndani yako kuna sumu za vyakula vya kichawi. Alafu namba 22, kuhisi kila mtu, kwanza kutamani kujiua. Namba 21 ni kutamani kujiua. Unatamani ufanye nini? Ufe. Unatamani ufanye nini? Ujiue. Kila saa mawazo ya kujiua yanafanya nini? Yanakuijia kwenye akili yako. Lakini namba 22, kuhisi kila mtu hakupendi. Unahisi kila mtu afanya nini? Kila mtu hakupendi. Unaona kama mimi sipendi bwana, mimi ni mtu ambaye ninakataliwa. 23, kupoteza uwezo wa kupata mimba. Kuna watu wengi wana miaka mingi hawajapata mimba, lakini ukiangalia wanaota wanakula vyakula. Umeona namna hiyo? Na baadaye nitakuja kukueleza kuna pacha wake. Kwenye vyakula kuna pacha wake, nitakuonyesha siku tukianza kuongelea hizo series za huyo pacha wa kulishwa chakula cha kichawi. Lakini kuna magonjwa yasioisha. Unashangaa magonjwa hayaishi. Yaani unakuwa kama kiwanda cha magonjwa. Kwenye nyumba yenu akipona mama anaugua baba, akipona baba anaugua mtoto, akipona mtoto anaugua. Magonjwa yasioisha. Lakini kingine ni kuharibu mimba. Unashika mimba lakini hazikai. Unashangaa mtu mmoja alisharibu mimba 5, mimba 7, mimba 15, mimba 20, kuharibu mimba. Na mwingine, dalili ya mwisho kabisa kwa leo, ni hali ya kumchukia Mungu. Yaani unakuwa na matatizo mengi kiasi kwamba unaona Mungu ndio adui ama ndio chanzo cha matatizo yako. Unajikuta unaanza kumchukia Mungu. Hizo dalili zote ambazo nimeziongelea hapa ni dalili nyingi kweli kweli. Ukifuatia clip ya kwanza, ya pili, ya tatu, utagundua nimeongelea dalili 26 za kuonyesha kwamba umelishwa vyakula vya kichawi. Sasa nitakuja tena safari hii, nikija nitakuletea kitu kingine, lakini tunaelekea sasa kwenye maombi. Hakikisha kama umepata clip hii ni follow na unifuatilie, ili uweze kupata maombi ya ukombozi, ili uweze kufunguliwa na kuanza kuona maisha mengine kwenye maisha yako, maisha au mambo mengine kwenye kila kitu unachokifanya. Mungu akubariki sana. Namba zangu za simu nafikiri ziko hapo, na kama hazipo basi ni 0765838559. Narudia tena ni 0765838559. Mungu akubariki. Amen.